Leo ni tarehe 9 Disemba, ni sikukuu ya uhuru Tanzania. Kwa hivi sasa ninavyoongea na wewe, usafiri katika jiji la Dar es Salaam, vituo vyote vya katika jiji hili la Dar es Salaam, usafiri umekuwa ni nadra, yani usafiri wa umma umekatika kabisa. Kuna usafiri wa umma unaokatiza katika sehemu yoyote ile katika eneo la jiji la Dar es Salaam, hasa maeneo ya mjini pale ndio kisanga hicho kipo. Abiria baadhi yao wamesimama kwa muda mrefu kusubiria usafiri kuelekea makazini, wengine kuelekea katika majukumu mbalimbali, na hata wengine kuelekea katika sehemu ya kuona wagonjwa. Wamekwama barabarani na katika vituo mbalimbali kwa kukosa usafiri. Lakini hali hii inafuatia baada ya tamko la Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwamba katika siku ya leo Disemba 9 hakutakuwa na maandamano, bali siku hii ya leo ni siku ya mapumziko. Hivyo waitumie siku hii wa Tanzania wote kuweza kusherehekea sherehe hiyo wakiwa majumbani. Kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba ni ya kiusalama zaidi katika kuhakikisha inatunza amani na utulivu wa taifa letu hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini maelekezo hayo yaliendelea kwa kusema kwamba lakini haimkatazi mtu yoyote ambaye atakayehitaji kwenda katika kazi ambazo zinamlazimu aende, ila kwa wale ambao sio lazima sana watulie nyumbani. Hawa wachache ndio hawa ambao shughuli zao zinawapaswa wawepo makazini, lakini usafiri imekuwa changamoto katika upande wao. Sasa katika hili alaumiwe nani? Alaumiwe yule ambaye hajaleta usafiri, au walaumiwe hawa ambao wanakwenda makazini? Ningali tangazo lilitolewa kwamba katika siku ya leo kama ukihitaji kwenda sehemu yoyote unaweza kwenda, lakini kama ukitaka kufanya sherehe unaweza kufanya nyumbani. Hivyo kwa asilimia kubwa ya watu wengi wamechagua chaguo la kwamba ni bora washerehekee nyumbani. Hivyo basi hawa walio katika vituo vya daladala wakisubiria usafiri hawapaswi kumlaumu mtu yoyote, ila kama wana njia mbadala ya kuweza kufika makazini wafike, kwa sababu kila mtu ana imani yake, kila mtu ana uelewa wake. Wale ambao wanaendesha usafiri wa umma wamechagua kukaa nyumbani, ila hao waliochagua kwenda makazini inabidi sasa watumie usafiri mbadala kufika huko makazini, na hawapaswi kumlaumu mtu yeyote, kwa sababu wao wameona ni bora zaidi kuelekea kazini, kwa sababu kazi zao zinawapaswa wawepo kazini katika siku hii hapa ya leo. Hivyo basi kufuatia mkusanyiko wa watu wachache, baadhi ya maeneo wameanza kulalamika na kusema kwamba usafiri imekuwa ni shida, usafiri wa umma haupo, ila isipokuwa kuna vyombo tu vya ulinzi na usalama, polisi na majeshi wakiendelea kudumisha ulinzi na usalama wa nchi nzima, polisi wakidumisha usalama wa raia na mali zao. Hii ni update ambayo nimekusogezea katika siku hii hapa na wakati huu hapa. Hivyo basi kama utakuwa na jambo lolote lile ambalo unadhani kwamba ukitoa maoni yako unaweza ukashauri kwa njia moja, kwa namna moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine, maoni yako ni muhimu sana. Hivyo basi andika chochote ambacho nadhani ni sahihi. Au je, kati ya hawa abiria na waendeshaji wa usafiri wa umma ni nani ambaye anapaswa kumlaumu mwenzake? Lakini kwa upande wangu mimi jibu nililotoa ni ile hapo kwamba tangazo lilitolewa kwamba awezaye kusherehekea nyumbani sherekee, ila awezaye kutoka atoke. Maana yake ni kwamba abiria hawapaswi kumlaumu dereva na hawa abiria hawapaswi kumlaumu dereva, na madereva hawapaswi kujilaumu kwa maamuzi yao. Usisahau kusubscribe channel hii hapa ili uweze kuwa unapata notification zote ambazo tutakuwa tunazipandisha na unakuwa wa kwanza kuweza kupata kazi zetu na taarifa muhimu zaidi. Lakini pia video hii ni muhimu kwa kila mmoja, basi unaweza ukashare kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia waone hali ilivyo jijini Dar es Salaam. Maana Dar es Salaam ndio sura ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati mwingine, bye bye.